Hatimaye dakika 90 zilizotamatika katika dimba la Estadio de Benjamin William Mkapa ilikuwa katika mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua robo finali kwenda ama timu zote mbili zikisaka tiketi ya kwenda hatua nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wenyeji katika mchezo wa leo walikuwa ni Simba Sports Club, ambapo walianza hamasa zao kuelekea mchezo huo, ambapo wakisema kwamba wao nusu finali wanaitaka dhidi ya Al Ahly Sports Club kutoka kule nchini Misri. Lakini mechi ya leo dakika 45 za kipindi cha kwanza, Al Ahly walitangulia kupata goli la mapema kabisa kupitia kwa mchezaji Koka, ambaye aliweza kuitanguliza Al Ahly dakika za mapema kabisa, huku mashabiki wa Simba walikuwa hawaamini kwa kile ambacho kimeweza kutokea dakika za mapema kabisa. Kama ilivyokuwa kwa tambo za mashabiki wa Simba, walisema kwamba endapo kama Simba wataanza kutangulia kufunga magoli, basi goli la kwanza hawatoshangilia wala goli la pili, lakini wataanza kushangilia goli la kuanzia goli la tatu. Lakini isivyokuwa bahati, Al Ahly wakaweza kutangulia mapema mnamo dakika ya 5, dakika 45 za kipindi cha kwanza kwa mchezaji ambaye anaitwa Ahmed Kouka, ambapo alipigwa ni mpira wa cross, huku kulikuwepo na sintofahamu ya maelewano kati ya mlinda mlango Ayub Lakredi dhidi ya Henok Kenonga Baka, lakini Ahmed Kouka akatumia chance hiyo na kuweza kusukumiza mpira ule katika lango la Simba Sports Club. Sasa mara baada ya dakika 90 kutamatika, nasema Simba wameweza kupoteza nyumbani kwa mara ya kwanza dhidi ya Al Ahly, ukiachana na historia ya wao kukutana kwa maana head to head katika mechi zao ambao wamekutana. Na kabla ya mchezo huu wa leo, matokeo kwa maana wote waliweza kila mtu aliweza kushinda mara mbili, kwa maana Simba aliweza kushinda mara mbili, lakini Al Ahly pia naye aliweza kushinda mara mbili. Lakini kesho ndio kesho, Young Africans dhidi ya Mamelodi Sundowns kutoka kule nchini South Africa, nao pia timu zote mbili zikisaka nafasi ya kwenda hatua nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mechi ya kwanza marudiano itapigwa kule nchini Cairo, Misri, ambapo ni tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2024. Al Ahly wataweza kuwakaribisha mnyama Simba Sports Club. Sasa mara baada ya dakika 90 kutamatika, afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe, yeye ameweza kuposti picha yake, ambapo ameweka ni picha ambayo anacheka kwa kicheko ambacho ni kwa tabasamu kabisa, kwa kuwa ameweza kuandika, usikute ule moshi wa jana walikuwa wanapika magimbi nyie mkajua wanajiandaa na mechi. Akaika emoji za kucheka kama zote, lakini akamalizia kusema kwamba tumefurahi sana tena sana. Lakini moja kati ya mashabiki ambao wameweza kukomenti katika picha hiyo ya Ali Shabani Kamwe ni amesema kwamba Simba mkatoe uchafu wenu na kesho Yanga tuna jambo letu. Lakini mwingine ni Petiman wa Kucheu, ni shabiki wa Simba, amesema sisi tuna mechi kubwa inaenda kuchezwa kesho. Ani baadhi ya komenti katika kile ambacho amekiandika Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa klabu ya Young Sports Club. Kesho ndio kesho, nao Young Africans wanashuka dimbani ni saa 3 kamili usiku katika dimba la Estadio de Benjamin William Mkapa, ambapo wanakwenda kumenyana na Mamelodi Sundowns. Naye Al Ahly ama kwa upande wa Young Africans atapoteza kama alivyopoteza mtani wake Simba katika uwanja wa nyumbani, ikiwa ni hatua za mapema kwenda kusaka alama nyingine muhimu kwenda hatua nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ni CAF Champions League. Nasema dakika 90 ndizo ambazo tutakamua kutoa matokeo hapo kesho saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ni katika dimba la Estadio de Benjamin William Mkapa.